Kutokea Arusha, mitaa ya Usariva, nimepata nafasi ya kuja kuonana na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mkoa wa Arusha, Elisa Mungure, kuzungumzia kile ambacho kiripotiwa na jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha, Kamanda Justin Masejo, juu ya kukamatwa kwa kada wa chama hicho kuhusiana na tuhuma za kula au kujipatia kinyume cha utaratibu fedha zilizokuwa zinachangwa kwa ajili ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu na baadhi ya Watanzania, ikiwa ni kampeni ambayo ilikuwa ikijulikana kwa jina la Funga Mwaka na Tundu Antipas Lissu. Asante ndugu waandishi wa habari, ni kweli tumeiona taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha, Kamanda Justin Masejo, kuhusu Fred Kimbwambo ambaye amekamatwa kwa kutuhumiwa kuiba fedha ambazo zilichangwa kwa ajili ya mwenyekiti wa Chadema Taifa, Tundu Lissu. Ni kweli na mimi hiyo taarifa nimeiona, lakini naomba niweke wazi jambo moja kwamba fedha ambazo zilichangwa hazikuchangwa kwa ajili ya chama, wala fedha ambazo zilichangwa na wanachama na watu mbalimbali hazikuwahi kusimamiwa na chama. Ule ni mradi pekee wa familia. Kwa familia ya Lissu ndiyo ambayo ilikuwa inaratibu hiyo michango kwa sababu ya upendo wa wananchi kwa Lissu. Hakuna kiongozi wa chama hata mmoja, hakuna nataka kusisitiza, hakuna kiongozi wa chama hata mmoja aliyehusika kusimamia ukusanyaji wa hizo fedha. Kwa sababu hiyo ninapenda kutoa rai na nimpongeze sana kamanda wa polisi wa Arusha, Kamanda Masejo, kumkamata huyo mtuhumiwa. Kama kweli kuna wananchi wema ambao walikuwa wanamchangia mwenyekiti wetu wa chama taifa kwa upendo, kwa jina waliloliita Funga Mwaka na Tundu Lissu, alafu mtu akajitokeza akatumia fursa hiyo akachukua hizo fedha, jeshi la polisi na vyombo vya sheria vishughulike naye barabara. Lakini niweke wazi, chama hakihusiki kwa sababu moja. Chama chetu kina utaratibu, kina mwenyekiti ambaye yuko gerezani na kina makamu mwenyekiti wa hiki chama upande wa bara, Mheshimiwa John Heche, mtu aliyenyooka, mtu mkweli, msimamizi anayesimamia watu na rasilimali za chama. Lingekuwa ni jambo la chama, tunamweka hazina wa chama taifa, tuna ofisi ya katibu mkuu inayoshughulikia shughuli zote za kichama katika nchi yetu chini ya Mheshimiwa JJ Mnyika. Hivyo basi, waandishi wa habari, hizi propaganda za kusema Chadema imekula fedha za, si kweli. Na narudia tena, kwa sababu hili limejitokeza kwenye mkoa wangu Arusha hapa, ambako mimi ndiye mwenyekiti na msimamizi mkuu wa shughuli zote za chama hapa. Ni jambo la kifamilia na mtuhumiwa lina matumaini anafahamiana na hiyo familia, kwa sababu asingeweza kupata access yoyote au mamlaka yoyote tofauti na familia. Hivyo familia ishughulike naye. Sisi Chadema hatuhusiki, tunashughulika na shughuli zetu za kichama. Mwenyekiti, mmejidhibitishia kwamba huyo ni mwanachama wenu na ana nafasi gani kwenye chama katika hilo, na baada ya hizo tuhuma kama chama mmefanikiwa kumuona, kwa sababu nyakati zote huwa mnapambania wanachama wenu kama wameonewa au hawajaonewa ili ukweli upatikane? Nitaka kusema kwamba sina kumbukumbu Fred kokote ambako ni kiongozi wa kichama, Fred Mbombo aliyetajwa, ila ninajua kwamba ni mwanachama. Lakini ifahamike hata Lissu ni mwanachama na ni kiongozi wetu, na hata familia ya Lissu asilimia kubwa pia ni wanachama wetu. Lakini swala la yeye kwamba chama kimemfuatilia au hakijamfuatilia, chama chetu hakina tabia ya kufuatilia watu wanaovunja sheria na kufanya uhalifu, especially kama huo ambao ni wa kifedha. Hatuna utaratibu huo. Kama yeye ni mwanachama wa Chadema na kweli amehusika, kwa maana ni kwamba hanatuhumiwa na haijadhibitika, chama chetu akihusiki na watu ambao wanavunja sheria za nchi kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Sisi tunafuatilia mtu ambaye anapambania haki, anapambania demokrasia kwenye nchi yetu, anapambania maendeleo ya taifa letu, na anakisimamia na kukisemea chama chetu jinsi ambavyo kinasemea Watanzania. Kama ni hivyo, huyu aliyetajwa kuwa mtuhumiwa, yani kuwa mwana Chadema sio kazi na sio maelezo ambayo yanakuwa sehemu ya maelezo yanayochukuliwa na jeshi la polisi. Kutajwa kwamba fulani mwanachama wa chama cha Chadema, wakati ni particulars ambazo huwa mtu haujiwi, yani ukiwa ni mtuhumiwa
huojiwi kwamba wewe ni chama gani. Chadema mnaona mmetendewa haki kama viongozi wa chama hicho? Kwanza nitake tu kuliweka wazi, kwanza tujatendewa haki. Siku zote naomba niseme, jeshi la polisi, jambo lolote ambalo linaonekana lina dosari, hata kama Chadema haihusiki, lakini kuna sehemu ni wanachama, litatajwa kwa nguvu kubwa na vyombo vya dola, kama vile mlivyomwona Rabisa alivyokuwa anasema. Lengo ni nini? Lengo ni kuendelea kukichafua hiki chama ambacho kinapendwa na wananchi na chenye wanachama wengi kuliko chama kingine chochote hapa Tanzania. Lakini pia niongeze jambo moja kwamba, hivi kwa nini jeshi la polisi alitoi taarifa ambazo CAG anaibua kwamba viongozi wa serikali wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, wakiwepo wakurugenzi, wakiwepo wakuu wa wilaya, wakiwepo watendaji mbalimbali, wamekula fedha za umma? Narudia, wamekula fedha za umma, na CAG ni wa umma, na CAG ni mkaguzi ambaye anafahamika kisheria. Hautasikia polisi wakiyasema pesa zinazochangwa kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ya mambo binafsi ya kifamilia, wanataja neno kubwa Chadema. Ni hofu, kwa sababu polisi ni CCM na CCM ni serikali. Wanakula na kunywa, wanajilipa posho na mishahara mizito kwa kodi zetu sisi, na wana Chadema tukiwa ni wengi tunaochangia hizo kodi. Wanataka kuchafua Chadema ili waendelee kukaa kwenye kile kichaka cha Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya upigaji. Tumeona tunaelezwa kwamba alilalamika ni kaka wa Mheshimiwa Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama chenu. Labda aliwatafuta viongozi kabla ya kwenda polisi, akawashirikisha kuna hili na hili, mkampa baraka hizo, ama lolote linalohusu nyinyi na yeye katika kuliongelea hilo lilifanyika kabla ya polisi kutoa taarifa? Asante, muulize vizuri mwandishi wa habari. Hilo ni jambo la kifamilia. Wakili Mungwai Alute hajashirikisha chama, hajauliza chama, kwa sababu ni jambo la kifamilia. Na sisi nataka nikwambie brother, ingekuta hili jambo ni la kichama, ungeshawaona mawakili. Unajua Chadema ndicho chenye mawakili wengi. Chenye mawakili wengi tena wasomi kabisa katika nchi, wengi sana, wakina Matata, wakina Kibatala, wakina nani, wako wengi sana wabobezi. Tayari brother, lingeshafikishwa mahakamani na wanasheria wetu. Na mimi nitaka kusema tu, sisi kanda kaskazini tuna wanasheria watatu wa chama. Tuna mwanasheria wa kwanza ambaye anaitwa Samuel Welwel. Yeye ni mwenyekiti wa kanda kaskazini, ni mwanasheria wa mahakama, tena mahakama kuu. Kuna mwenyekiti wa jimbo la Karatu, ni mwanasheria. Anaitwa Valerian Kamara, ni mwanasheria ambaye anasimamia mkoa na kanda nzima. Tuna katibu wa wanasheria wetu ambaye yeye anasimamia mambo yote hapa mkoani kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa. Naye ni mwanachama wetu. Kwa hiyo hawa wanasheria wote hao nataka kuambia kwamba wangesha lifesi moja kwa moja kwenye vyombo vya kisheria. Okay, la mwisho kwangu kwamba sasa baada ya hizi tuhuma ambazo zimetolewa, kama chama mnaona sehemu gani ambapo mnapaswa muweke sawa na mnaona hamkutendewa haki, hata wakati mwingine taarifa kama hizi zinapotolewa, basi ili muonekane mmetendewa haki au wengine watendewe haki, katika ile taarifa ambacho nyinyi kama Chadema mnaona hakikuwa sawa ni kipi, lakini bi yake kuna watu huenda wamekatishwa tamaa ya kushiriki katika michango ya namna hii ambayo tunasema ni ya kifamilia, lakini inawahusu makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Una kipi cha kuambia pia? Asante. Kwanza hatujatendewa haki, na hatujatendewa haki na vyombo vya sheria kwa kutaja neno Chadema. Hapo wametukosea, kwa sababu aliyekwenda kulalamika sio mwanachama wa Chadema, ni wakili nani Alute Mungai. Kwa hiyo walitakiwa tu wadili nalo kifamilia bila hata kutaja chama. Kwa hiyo kwa hilo hajatutendea haki, lakini sisi Chadema tulishazoea kusukumiwa mabaya yote, kama yale machafuko yaliyotokea tarehe 29 Jipa. Lakini bado kwenye yale machafuko walisema nyuma yao kuna Chadema. Wakati ni Watanzania wamechoka hawa viongozi wa hiki chama cha CCM pamoja na vyombo vya dola. Hilo ni la kwanza, hawajatutendea haki. Ni jambo ambalo ni la kiprivate, wangedili nalo kiprivate na sio kuhusisha chama chetu. Lakini si Chadema hatuogopi kuchafuliwa kwa sababu sisi tuko weupe. Ukituchafua sisi unachafuka wewe. Lingine ni kwamba nitake kuambia wanachama wengi wanaochanga fedha wafate mifumo rasmi. Wafate mifumo rasmi ya kitaasisi na kutaka kufuatilia, kwa sababu tayari walivyokuwa wanafanya vile wangepata mhusika mkuu ambaye
wangeweza kudili naye ndani ya familia. Maybe kama wao watakuwa walimpa Freddy, au watakuwa walimpa mtu mwingine yote wakiamini kwamba mtu anaweza akatenda wema, hapana. Kwenye fedha siku zote mfumo wa fedha unatakiwa ufuate. Fedha haiaminiki kwa mtu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE namba reg mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 mwaka 2025 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphic design pamoja na mapishi ya vyakula vya Kichina. Kozi hizi zitaanza tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kumbuka, umalizapo mafunzo ya mapishi ya vyakula vya Kichina tutakupatia ajira ndani ya mwezi mmoja. Pia muhula mpya wa masomo wa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 14 Januari 2026. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0754864361 au 0715075840. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.